Ndugu zangu wapendwa, leo kwa mara nyingine tena nakuja mbele yenu. Kwanza nataka wote muamini kwamba mmeleta kilio chenu mahali sahihi. Kazi kubwa iliyonifanya niletwe wilayani Newala ni kushirikiana na watu wa Newala kuwaondolea vikwazo vinavyosababisha washindwe kupata maendeleo ya haraka. Kwa hiyo hili ni jambo moja muhimu sana ambalo wakati wote nimekuwa nikilizingatia. Kwa hiyo nilitaka kuambia kwamba mlipokuja kueleza haya, mmeeleza mahali sahihi. Ila kwa bahati mbaya kama mmechelewa kidogo hivi, maana kama mngewahi kuja kueleza mapema, maana yake haya mambo tungesha yazuia mapema na madhara yasingekuwa makubwa kiasi. Kwa hiyo la kwanza, nimepokea kauli yenu. Hapa nilitoka kuongea na simu ile alipiga mkuu wa mkoa. Alikuwa amepata taarifa ya shughuli hii, ingawa ameipata kwa waandishi wa habari wa mtaani, kwamba bodaboda wa Newala kwa mara ya pili wanakwenda kutesti mitambo kwa ajili ya tarehe 7. Kwa hiyo yeye nilipomhakikishia kwamba hawa ni vijana, tuliweka miadi ya kukutana kuzungumzia changamoto yao, na hapa leo wamekuja kwa ajili ya kuzungumza changamoto hizo, ndipo moyo wake ukapoa. Akaniambia basi wape salamu nyingi kutoka kwangu kwamba jambo lao ninalifahamu. Jana nilipata nafasi ya kuzungumza na kamati ya usalama ya mkoa juu ya changamoto pamoja na hii. Naomba kuambia kwamba utatuzi wa changamoto hii unaendelea na wala hauwezi kukwama. Hakuna nguvu ya toka juzi nilipopata habari hizi, lakini nilipokuwa nikipigiwa simu na watu mbalimbali wakinieleza juu ya changamoto hizi, yako mambo ambayo nilikuwa nayafahamu. Mengi nimeyafahamu jana tumekutana. Tulipokutana, wako vijana wenzenu walitangulia kuja kunieleza na baadaye mkaja ninyi kwa wingi. Nilifahamu yako mambo ambayo mimi pia niliridhika kwamba si halali ambayo yamefanyika. Kwanza, kukamata pikipiki zikiwa ndani ya uzio yadi au kwenye nyumba ya mtu nje. Niliona kabisa kwamba hii sio sawa. Pikipiki inayokamatwa katika mazingira hayo ni ile ambayo ilishiriki kwenye tukio la uhalifu, sasa inatafutwa, ikionekana ndipo itakamatwa. Kwa hiyo niliridhika kwamba kwa utaratibu wetu wa kawaida wa kuwasaidia madereva wetu kuzingatia sheria, hatukamati chombo ili mradi kipo mahali. Hapana. La pili, nilipata habari ya kukamata pikipiki msikitini au kukamata pikipiki imepelekwa garage au pikipiki imekwenda kuoshwa. Hiyo pia sio sawa. Amefanya kazi gani, kosa gani kuosha pikipiki yake? Mtu amekwenda zake kwenye ibada, amepaki pikipiki yake anakwenda kusali. Kosa gani liko hapo? Kwa haya tumeona sio sawa. Lakini tuliona pia lile tukio la mama mjamzito.
halikuzingatia misingi ya utu. Hili halihitaji utaalamu wa sheria, halihitaji utaalamu mwingine wote, ila utu wa mtu kwanza. Wanapokuwa vitani, askari wanaelekezwa, mnaposhambulia ukikutana na mjamzito, huyo lazima mumchukue mkamhifadhi. Mapambano yenu mtaendelea. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba swala tukio lile ambalo mliniripotia juu ya mama mjamzito aliyeteremshwa kwenye pikipiki halikuwa sawa na halikuzingatia misingi ya utu. Rais wetu mpendwa kila mara anaposalimia kazi na utu, tunasonga. Sasa utu wenyewe ndio huo. Kwa hiyo Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kuzingatia misingi ya utu, kuheshimiana, kupendana na kusaidiana kindugu. Hapo ndipo mambo yetu yatakwenda. Lakini sio hivyo tu. Nilipata habari juu ya matukio yale ya kukamata bila sare. Najua kwamba polisi yuko kazini kwa saa 24. Kwa hiyo hawezi kuvaa sare saa 24. Na wale ambao hawavai sare wanapaswa kuwa na vitambulisho. Kwa hiyo askari asiye na sare akikusimamisha akakukamata, lazima umdai ya kuonyesha kitambulisho ili ujiridhishe. Ili wote tujiridhishe kwamba huyu nayeongea naye kwanza ni askari sahihi, lakini pili umfahamu kwa jina, ili akifanya kitendo kisicho sahihi uweze kumripoti. Hawataki. Sasa kukamata bila kitambulisho bila sio kitu halali. Kwa hiyo ngumi zitabana mwizi. Bwana ni mwizi. Wewe muda wako hapa. Utamtia mwizi.